Haleluya, haleluya, haleluya. Ninakusalimu mpendwa rafiki yangu na mwana wa Mungu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kipekee kwa ajili ya siku hii ambayo Mungu ametupa. Na ninakualika tena ili tuweze kujiunga pamoja katika ibada hizi za kusikia neno la Mungu na maombi chini ya dakika 15. Nikijua kwamba ni kwa neno tunaishi na ni kwa neno tunaenenda na ni kwa neno tunapata nguvu za kuendelea kumwamini Mungu. Ninapenda kutoa taarifa fupi kwamba hatukuwa hewani kwa kipindi hiki cha Pasaka kwa sababu ambazo hazikuweza kuepukika, lakini tunamshukuru Mungu aliyetupa neema tena ya kuendelea siku hii ya leo, na ninalihimidi na kuliinua jina la Bwana. Ninakukaribisha ndugu yangu, uendelee kukaribia wewe na ukaribie na marafiki zako kwa kualika ili waweze like na kusubscribe account yetu ya YouTube Madhabahu ya Faraja, tuweze kubarikiwa sote. Lengo ni ili sisi sote tukae salama kwa neno na kwa maombi. Huko nje kuna juhudi kubwa sana za adui katika kutubomoa, lakini nguvu za Yesu Kristo, nguvu zilizomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, zitatutia nguvu na kutuimarisha na sisi katika jina la Yesu. Funika macho yako tuombe. Baba mwema, ninalihimidi na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya muda huu asubuhi Yehova ambao umetupa ili tusikie neno lako, lakini Mungu tuweze kutiwa nguvu nawe. Baba, ni kwako tunakimbilia na tunaamini tutakaa salama kwa sababu ya ile nguvu inayotoka kwako e Bwana. Ukatubariki sasa na milele Mungu wetu, na hata tunapoelekea majira haya mchana, uwe yote katika yote kwetu, katika jina lako Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Pale ulipo useme amen. Ninaomba kuimba wimbo huu tukijua ni majira ya Pasaka, na hapa nakuhongera sana wewe ambaye umepata kuiona Pasaka hii 2026, ikawe baraka kwako katika jina la Yesu. Na kama unaofahamu wimbo huu, basi tafadhali tuimbe pamoja, ama unaweza kuniandikia ujumbe katika short message kwa kutumia akaunti yetu ya Madhabahu ya Faraja katika YouTube yetu. Karibu na tuimbe pamoja. Tumsifu Mungu enzini na mwana wake wa pekee, aliyefanya wokovu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siku ya tatu mapema, jiwe halijaondolewa, akafufuka mshindaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ametoka kuzimuni, makosa hata shida zote zimetoweka kabisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umemumbua shetani, ukamvua mapambo yake, ukafungua kifungo. Haleluya, haleluya, haleluya. Rafiki yangu mpendwa, ni majira haya ya Pasaka. Tunamshukuru Mungu ambaye miaka mingi iliyopita alimfufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu,
na kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, sisi ambao ni matokeo ya kazi ya msalaba tutatembea kifua mbele na kusema kupitia kufufuka kwa Yesu vifungo vyote vimefunguka na sisi tunawekwa huru katika jina la Yesu. Tuendelee kulitegemea tukio la kufufuka kwa Yesu, kwamba na sisi yale ambayo yako katika kufa ama imefungiwa na adui kwa njia moja mwingine, na nakutangazia kwamba na yenyewe atafufuka kwa jina la Yesu. Kama Yesu hakubaki kaburini, basi ndivyo hakuna jambo lako lolote ukimwamini Yesu mfufuka litakalo baki kaburini ama kuzuiwa na chochote cha kibinadamu katika jina la Yesu. Yeye aenda akatubariki sana. Ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kwako kutoka kitabu cha nabii Isaya mlango wa 45 mstari wa 2. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 45 mstari wa 2. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Sema amen. Neno la Mungu linasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Sasa ujumbe huu wa neno la Mungu ni ukamilishe jinsi ambavyo unamalizia pale mwishoni. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Neno la Mungu linasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mahali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Amen. Mpendwa rafiki yangu unayefuatilia akaunti hii ya YouTube, ujumbe wa neno la Mungu umekuja kwetu baada ya sikukuu hii ya Pasaka, akisema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Ni kweli Yesu mfufuka akienda mbele yako, yeye ni zaidi ya burdoza. Akienda mbele yako ni zaidi ya zile mashine kubwa tunazoziona zikivunja mawe na kukokota miti na kufanya mahali fulani ambapo alikuwa hapafai pakafaa tena na pakawa barabara nzuri ya watu kupita. Mpendwa mtumishi wa Mungu, Mungu anaahidi kupitia Yesu Kristo hapa kwamba yeye atakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Mahali palipo paruza ni pale ambapo mkono wako au mwili wako usingeweza kujiegemeza kwa sababu pana paruza. Na kwa sababu ya lugha ya kuparuza, ndio kusema kwamba mwanadamu yoyote hawezi kuwa comfortable, hawezi kuwa na furaha pale ambapo pana paruza. Sasa kwa Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, aende mbele yako akisawazisha kila mahali katika maisha yako, iliyo mbele yako au nyuma yako au pembeni yako palipo paruza. Na hii lugha ya kuparuza ni chochote usichokipenda ambacho kinaweza kikasababishwa na rafiki yako au adui yako au ndugu wa karibu na wewe, akakiriti mazingira ya kuparuza. Ninamwomba Mungu leo hayo mazingira yakaondolewe, hiyo hali ikaondolewe na Yesu mfufuka. Anasema atavunja vipande vipande milango ya shaba. Hebu sema milango ya shaba. Sasa shaba ni chuma kigumu sana, na anaposema nitavunja vipande malango ya shaba, maana yake this is all about the language of barriers, vile vinavyokuzuia wewe kutoka kwenda kwenye hatua nyingine, kwenda kwenye hatima yako, hata vile vigumu kuliko chuma cha shaba. Yeye Mungu anasema atavunja vipande vipande hiyo milango ya shaba. Ninamwomba Mungu kwamba chochote kinachokuzuia kwenye biashara yako, chochote kinachokuzuia kwenye ndoa yako, chochote kinachozuia mafanikio ya watoto wako, chochote kinachozuia uchumi wako, chochote kinachosuggesti malango ya shaba, vizuizi,
kupitia nguvu za Yesu mfufuka, hivyo vizuizi vikavunjike, vikasambaratishwe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ili wewe uweze kuvuka, ili wewe uweze kupita salama. Tunaye Yesu jemedari mkuu ambaye alitoka kufani. Lile kaburi halikuweza kumzuia. Lile jiwe kubwa lililogongwa muhuri na serikali ya Kirumi halikuweza kumzuia. Hata wale maaskari waliokuwa nje ya kaburi pale wakiwa na silaha zao hawakuweza kuzuia kufufuka kwa Yesu. Ndivyo na mimi ninakuombea leo kwamba kupitia nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kwa wafu, chochote kinacho suggest kwamba chaweza kukuzuia kikavunjwe vipande kwa jina la Yesu, ili wewe uweze kutoka, ili wewe uweze kwenda pale mahali unapotamani, ili uso wako uweze kujaa na kicheko kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maisha yamejaa changamoto nyingi, lakini pamoja na Yesu mfufuka, wewe utasonga, wewe utatoka, wewe utatabasamu tena, wewe utaponywa tena, wewe utashika na vitashika tena, wewe utajaa tabasamu tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nimekuombea rafiki yangu mpendwa kwamba huyu Mungu mwaminifu akakupe na hazina za gizani. Hazina za gizani maana yake ni kitu chochote ambacho kimefichwa mahali, treasures, hazina za gizani ambazo wengine hawazioni, lakini kupitia nguvu ya Yesu mfufuka, wewe macho yako yakapate kuwekewa dawa uweze kuona hizo hazina, ili uweze kuzichukua zizo kwako, utiwe nguvu na upate ujasiri wa kusonga tena, kwa sababu Mungu ni mwaminifu ambaye anatuita kupitia Yesu Kristo. Yeye aliyefufuka kutoka kwa wafu hata kuacha ukakaa gizani, atakupigania, atavunja vipande malango ya shaba yaliyo kwa mbele zako na maadui zako, lakini atasawazisha mahali palipoparuza ili uweze kupita mahali palaini, lakini atafungua na macho yako uweze kupata, uweze kuona hazina za gizani. Ninakubariki siku hii ya leo, ikawe njema siku ya Jumatatu kabla haijawa mchana. Ubarikiwe na Mungu. Mungu akutunze, Mungu akufanikishe, Mungu akufanye ung'ae, na nyota yako tunaifunika kwa damu ya Yesu. Kinyume cha mabaya yote, ukafanikiwe, ukabarikiwe, ukatunzwe. Siku hii ikawe njema kwako, katika jina lake Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Pale ulipo, inamisha kichwa chako na upokee baraka kutoka kwa Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Akuinulie na uso wake na kukupa amani. Ubarikiwe na Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakutakia baraka nyingi za Bwana majira haya ya asubuhi ambayo yanaelekea mchana. Kila utakachokifanya kifanikiwe, kila utakachokipanga kikaonekane uhalisi, na Mungu akakubariki sana siku hii, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa na Bwana waseme amen. See you shining in Jesus' name. Amen.